Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linachunguza kifo cha Joseph Gideon Philemon, miaka 30, dereva pikipiki, mkazi wa Mlole, manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa Kigoma, aliyefariki tarehe 17/3/2026 muda saa 11 jioni akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa Maweni, baada ya kufikishwa tarehe 15/3/2026 muda saa 5 usiku akiwa na jeraha la kujeruhiwa na kitu chenye ncha kali eneo la katikati ya bega la kushoto na kifuani. Uchunguzi utakapokamilika utabaini ukweli wa chanzo cha kifo hicho. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linatoa wito wa yeyote mwenye taarifa au ushahidi ambao utasaidia uchunguzi kukamilika kwa wakati aufikishe polisi ili uweze kufanywa kazi kwa haraka. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa tukio hilo na hatua stahiki kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Mwisho wa taarifa yangu. Wanasema kwamba tukio hilo lilihusishwa na masuala ya mahusiano ya kimapenzi. Mke alimchoma kisu huyo mpenzi wake. Hii ikoje? Na mtaani ndio hicho anachozungumza. Na ndio maana ukiangalia taarifa yangu hii tunafanya uchunguzi. Maneno mengi yanasemwa, lakini ni hatua tulizofika tunaendelea na uchunguzi, na inasemekana alikuwa na mke wake pale, lakini amekimbia. Kwa hiyo hatujapata ile picha kamili, tunaendelea na uchunguzi. Uchunguzi wa awali unaonyeshaje ni kisu ama ni kitu gani ambacho alichoma? Alikuwa na jeraha la kisu kama nilivyokueleza. Ndio. Sasa tunavyoendelea ndio tutabainisha zaidi. Bado hatujabaini kweli hasa ni mwanamke alikuwa, inasemekana alikuwa na mke pala amekimbia. Sasa na taarifa kama mnazosema hizo za mitaani wanasema nini, lakini hazijathibitika bado. Ndio. Kwa hiyo ndio maana natoa wito kwamba tusaidiane, mwenye taarifa kamili ili tukamilishe kwa haraka, lakini tutabainisha tu kwa jinsi tunavyokwenda. Mimi naitwa Gideon Philemon Chongera, ni mkazi wa hapa Mlole, mtaa Mlole, kata Mwanga Kaskazini. Ndio baba wa mzazi wa Joseph Gideon Philemon ambaye sasa hatunaye. Joseph tayari Mungu ameshamchukua. Majira ya saa 6 usiku nipigiwa simu na huyu mke wa marehemu mtoto wangu Joseph kwamba tayari mtoto wangu nimpeleka Maweni. Yeye ndiye alimchukua na kumpeleka Maweni. Chofanya mimi nichukua bodaboda kufuata kule Maweni. Kwa kule Maweni yeye akasema kwamba huyu mtoto au mume wangu amepigwa kitu cha ncha kali na watu wasiojulikana. Kwa maelezo yule mama alikuwa mpeleka hospitali mwenyewe kumbeba. Nilipofika pale nikuta yuko emergency, yuko anahudumiwa. Kwa kuona mtoto kwa hali yake ilivyo, sasa basi mimi acha niingie kwenye kwenye ulingo huo sasa wa kumhudumia sasa. Unaona bwana, yule mama akasema mimi sasa kwa wewe umefika, mimi kule wacha mimi nirudi. Akasema haina shida. Basi akaanza kuuguzwa na madaktari na nini, tukiwa pamoja tu. Hatua ya mwisho sasa ikabidi wafanye uchunguzi kwamba yamkini humu sasa utakuwa na tatizo. Kabidi waseme kwamba wewe unatakiwa kwenda theater kufanyia operation. Wakufanyia operation baada kumchukua mtoto sasa ya kule theater. Basi baadaye mimi sikutoka, nilikaa pale Maweni pale hapa wasema SU. Baada kutoka theater unampeleka SU kumwacha kule juu. Mimi nakaa pale. Mimi daktari, vipi mtoto anaendeleaje? Akasema usona sasa hali ni nzuri. Basi nikatulia pale. Fika kama saa 6 kama japo acha kufa mapema. Mimi nilikuwa sasa ni swala la daktari. Usiku wa saa 5 kwenda saa 6 yule jamaa akasema bana njoo
piga simu, sio Gideon. Sasa wa Gideon wa Joseph Gideon akasema ni mimi. Nikapanda huko juu. Nikapanda kule sasa kule juu message kwa zile ngazi. Sasa pale juu basi nikampigia, mbona nimefika hapa ambao wasema simama kule juu kwenye mege kule. Sasa sisi nikuta hapo kama kuja yule dokta kufika pale. Basi mimi wana sasa wale akasema pole sana. Kwa mtoto wako tunaye tena. Sasa basi tunaenda tukamuone. Ndio kumuona pale na nini. Sasa tunafanyaje sasa? Akasema bana, mimi naona tu wewe nyumbani, baadaye utafanyaje? Utarudi. Basi nikaenda. Hakusema utarudi. Alisema nenda. Sisi tutashughulikia mwili. Nimefika huko nyumbani, wakati napiga simu ile wa mocho alisema bana, njoo tusazane kupeleka mwili na udini. Nikatoka hapo kana pale unaenda kupeleka mwili kule mochwali. Asubuhi yake kutoa taarifa polisi ili uchunguzi ufanyike. Kwa polisi walikuja hapa nikatoa maelezo na nini. Baadaye siku ya pili yake ilifuata tena tulikuja tena kwenye tukio hapo walifanywa na nani tukio kule Maweni, wakakaa mle kwa gua yani yale matibabu yake yaendaje na kujinama alipelekwa Feta, kila kitu polisi wakile wanacho. Kwa mpaka sasa na polisi ndo wako wanafanya uchunguzi. Lakini kwa bahati mbaya yule mke wake sasa naye kwa bahati akawa ametoroka. Benga yuko kutoa hata maelezo na yeye akawa hayupo. Mwana bana. Mama amekufa lakini yeye kwa sababu tukio linafanyika sisi kwa tupo ni yeye au si yeye. Na kama sio yeye sasa kwani akimbie? Yaani sibaona sisi hatuna ushahidi wa kindani. Unaona? Kama si kimbia labda yani hapo yani kama sisi tusimeje. Kwa hiyo hivyo. Nyinyi hamna uhakika kama ni mke wake ndio alimuua au vipi? Sasa hapo uchunguzi ndio utabaini. Uchunguzi. Kwa sababu kama tukio linafanyika haupo, wewe utoa ushahidi kwamba ni yeye au sio yeye, inakuwa hiyo ni ngumu. Unaona? Kwa sababu ukisema ni yeye, unaona bana. Na wewe kuwepo pale maswali ukawa ni yeye, wakati ulikuwepo. Unasema sio tena, yani kwa bado tuenje panda. Kwa nini amekimbia? Sisi swali letu ni hilo tu basi. Mambo mengine baki na kipolisi. Madaktari walisemaje, ni kisu alichoma na kisu au ni kitu gani? Wasema alichoma na kitu cha kali. Wale madaktari. Nilisema hivyo. Kama tusubiri uchunguzi wa polisi wakibaini kumtafuta huyo mtu yuko wapi, kwa sababu yeye kibaini kijeshi ya polisi basi ndio atakatoa majibu kuhusu na upelelezi wao. Sisi kama familia basi tumeshazika tumeshamaliza. Na mwingine